Mtazamaji wa Truth Media, baada ya kumalizana na Mgosi wa Ndima kuzungumza naye shabiki kindakindaki kabisa la Young Africans, sasa ni zamu ya ndugu yangu Mohamed Makawila. Ni takriban wiki mbili hatujazungumza Makawila, wala hatujaonana. Nafikiri yuko kwenye pilika za kutafutia ugali watoto. Yes, na kutafuta thawabu kwa ajili ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu kutukua salama, maana kuna maisha lakini kwa imani yetu kuna maisha mengine. Kwa hiyo tunao haki ya kufanya mambo ambayo yatatuweka salama huko tunakuelekea pia. Siku ya Eid imepita vizuri. Tunashukuru alhamdulillah. Familia kishafurahi, basi mambo mengine yanakuwa nyongeza tu. Nafikiri tunamshukuru Mungu, Eid inakwenda salama. Bado tupo kwenye Eid. Makawila, katika wiki hizi mbili ambazo hatujaonana, wiki iliyopita kuna mengi yametokea. Moja ya jambo lilotokea tarehe 27, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paramagamba Kabudi aliwaita viongozi wa Young Africans, viongozi wa Simba, viongozi wa TFF pamoja na wale wa bodi ya ligi kukaa kuzungumza nao kila mmoja kwa wakati wake. Wewe kikao hiki kwanza umekipokeaje na unaona kitazaa matunda yoyote ambayo yatakuwa mazuri? Nafikiri kwanza kilikuwa ni kikao cha baba na watoto. Sababu unapomzungumza waziri unazungumza mtu ambaye amepewa dhamana hii na Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kusimamia jambo la michezo kwenye nchi yetu. Na ndo hao huwa tunawafuata pale tunapokwama kwenye taasisi zetu za Simba na Yanga na nyingine kwa ajili ya kuomba msaada kwenye mambo mawili matatu pale tunapoonekana mifuko yetu haiko vizuri, kwa sababu huo ndio uhalisia wa mpira wetu, na bila kusita wizara huwa inatekeleza yenyewe, au ikiona mzigo huu ni mkubwa wanawasiliana na Mheshimiwa Rais, anafanya mambo ambayo yanawapa nafuu vilabu vyetu kama vile kwenye safari na mambo mengine madogo mengi tu kama sio makubwa yanatokea kwenye wizara. Kwa hiyo wizara inapoita taasisi maana yake ni baba anaita watoto wake. Kwa hiyo kikao kilikuwa kikubwa, kwanza kina heshima kubwa. Unajua unapomzungumzia waziri unazungumzia sauti ya rais kwenye michezo. Kwa hiyo Yanga na Simba waliitwa na mwakilishi wa rais. Nafikiri lingewekwa hivyo jambo, hata wale ambao hawana uelewa wa kujua waziri ni mtu aina gani kupata ufahamu zaidi wa kujua kama nini kinakwenda kuzungumza na ni nani aliyoita Simba na Yanga. Nafikiri sasa na haya mazoea ya viongozi wetu wakubwa na upendo wao wa kukaa karibu na wananchi, wakati mwingine watu huona kama nafasi zao ni za kawaida, wanajisahau. Unajua utamwona mwana FA watu wanamtafsiri wakati ule alikuwa mwana muziki, lakini sasa amekuwa kiongozi. Tayari ameshazoea kukaa na vijana, kwa hiyo huwezi kumtenganisha tena ndio kwa sababu amekuwa kiongozi. Awe na maisha mengine ni ngumu. Falsafa ni mtu ambaye amezoea kuishi na watu vizuri, kwa hiyo ile identity yake ya kuishi na watu vizuri kuna watu wanajisahau. Haikuwa sehemu wanamwona kama ni mwana FA tu, kumbe ni makosa makubwa. Yule tayari amekuwa kiongozi, ni waziri, kwa hiyo anapokutana na hizo taasisi anakuwa ni mtu ambaye anawasisha mawazo ya rais kwenye eneo hilo. Kwa hiyo kikao kilikuwa ni muhimu sana kwenye taasisi hizi, kwa sababu kilikuwa ni kikao cha baba wa michezo wa nchi pamoja na taasisi hizi ambazo wao kama wizara ndio waliwasajili kupitia BMT. Makawila, wakati kikao hiki kinafanyika nje ya mageti ya uwanja wa Benjamin Mkapa, kuna baadhi ya mashabiki walionekana huku wakipiga kelele nyingi za kushinikiza, lakini wengi wametafsiri kama kukosea heshima kikao kile cha waziri, kumkosea heshima waziri. Kwako wewe unaonaje? Mimi nafikiri hata wenyewe ambao walikwenda pale baada ya kutoka pale lazima, kwa sababu unajua mwanadamu anakuwa na miemko. Kama uko na akili timamu uko na miemko hasira, lakini baadaye unakuta kuna vitu vinakuja kwenye moyo wako na kuona kama hilo jambo lilofanya ni jambo la aina gani. Mimi binafsi nimelizungumza sana jambo hili na nafikiri leo nilifunga rasmi kwa kuwaambia tu mashabiki, sio wa Yanga tu, kwa wote wale, kwanza wao wanaheshimu tawala hizi za nchi. Wasione kama hizi timu zao ni kubwa kuliko tawala hizi za nchi. Hilo jambo ni la kujidanganya. Kwa hiyo mashabiki walioenda pale wala hauna haja hata kugugo. Yaani wala utaki wewe kuwa daktari wa hospitali fulani kujua kama wale akili zao ziko vizuri au upo wao kufikiri mdogo. Wala hitaji hiyo. Hata kama umekimbia shule darasa la kwanza tu, ukijua ABC inatosha kujua wale akili zao ziko. Kwa sababu hilo jambo hata mwadhabe anaweza akajua kama hapa leo amekuja kiongozi anaongea na kiongozi mwenzangu akiadhabe, hawezi kupiga kelele nje. Ataacha kikao kiishe, baadaye aletewe taarifa ya kikao kupitia kiongozi aliyomchagua. Kwa hiyo mimi nafikiri kwanza ilikuwa ni kumvunjia heshima Engineer Hersi kama rais wa Yanga, lakini pia ni kumvunjia heshima Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia waziri wake aliyemchagua michezo, kwa sababu unaweza kukuta kikao kile labda rais alitoa taarifa kwamba bwana waziri kaa nao, sasa ukaenda kupiga kelele pale nje, maana yake umefanya nini? Maana yake unavunjia heshima kikao ambao pengine rais ndio amekiandaa kile. Kwa hiyo mimi nafikiri ilikuwa sio jambo sahihi, ni kuzalisha taasisi ya Yanga pamoja na viongozi ambao tumewachagua kuonesha kwamba labda hatuamini au sijaelewa maana yake nini, kwa sababu kwa utaratibu litakuwa viongozi wakae
baadaye tuletee taarifa kwenye taratibu ambazo tumejiwekea. Yanga inazo taratibu nyingi imejiwekea za kupewa taarifa wanachama na mashabiki, sio zile za kwenda kusubiri nje na kupiga kelele. Kwa hiyo ilikuwa ni kuvunjia heshima kao, na nafikiri labda ni uelewa wao mdogo. Tutaendelea kuelekeza taratibu kwa sababu wao ni wanadamu, sio wenye kukamilika. Tumeambiwa kikao kile kilikuwa hakijajadili kuhusu dabi, lakini tulimsikia makamu wa rais wa Young Africans Arafat Haji wakati dabi inavunjika aliandika kupitia mtandao wake mmoja, alisema kuwa wao kama Young Africans msimamo wao hawachezi tena dabi. Lakini baada ya kikao kile cha tarehe 27 kutoka ndani kupitia mtandao wake ule aliweza kuandika kuwa baada ya dhiki ni faraja. Hii inaashiria kama wengi wakitafsiri kama tayari viongozi wa Young Africans wamenyoosha mikono kukubali kama dabi wako tayari kucheza. Fa inna ma yusra. Neno lile kubwa sana lile. Lina faida kubwa kwa watu wenye kutumia akili zao kwenye tafakari. Maana yake nini? Hili linaendelea sasa hivi ni zito kwa michezo. Mimi nilivyomuelewa mimi Arafat Haji. Lakini baada ya uzito huo wote na yote yanaendelea, tunategemea mbele kutakuwa na wepesi kwa mujibu wa mwenye dunia yake na vilivyomo. Maana yake ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Arafat Haji alichokizungumza pamoja na yote aliyopita, lakini tunatarajia mbele tutapata faraja sisi kama wana michezo. Dabi itachezwa. Sasa sijajua yeye amechukua kwenye muongo gani. Labda ni majibu ya kanuni zilizotumika kuvunja mchezo, labda ni kile ambacho Yanga alikuwa anakihitaji, labda ni kile ambacho Simba alikuwa anakihitaji, labda ni kile ambacho bodi ya ligi wamekizungumza. Kwa hiyo yote kwa yote jambo hili likishakuwa jambo unashirikisha adha Mungu, maana yake tunahitaji subra. Sio tena jambo la kulitafsiria haraka. Unaweza ukajikuta unaingia kwenye shimo, maana yake hizo zilizosoma yule bwana zinatosha kwa Tanzania wote na kuzitafsiri hizi kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Ukatumia hizi tu. Kwa hiyo ni sio kitu kidogo, amezungumza jambo kubwa sana, na mimi sifikiri kama jambo hili lina uzito wa kufikia kuitaja haya ile. Hili jambo ambalo nataka TFF aseme mechi hili mechi icheze. Nishakwambia Salumu. Si TFF ataje tarehe ya mechi tuicheze. Hamna haja kuzunguka. Sinazunguka nini? Sisi kama wapenda mchezo, wapenda mpira, siazikia anachukua mamilioni ya hela naona mpaka anakuwa kibonga na nenepa. Sasa sina tusaidia nini? Sisi nataka tuone mbungi pale tunavuja jasho. Hiyo ndio kiu yetu sisi kama na michezo. Kwa mimi lakini labda nijiongelee binafsi. Na ninaamini wapo wengine kama mimi. Wanataka mpira uendelee kuchezwa tu. Unaona Kenya wanapotutania wanatambia dabi yetu sisi ni bora kuliko yenu. Wale wameongea vile wanaoni kweli kwa sababu dabi yao iliahirishwa hii. Si dabi yetu inakuwa na makando mengi. Mara imeahirishwa, mara watu wanatoka Ulaya wanakuja, watu wanatoka Masenegal wanakuja, baadaye dabi hakuna. Kwa hiyo hauwezi kuwa na kitu bora. Unajua dabi yetu inakuwa maarufu tu. Ili iwe bora lazima kuna vitu vifanyike ambavyo vina weledi ndani yake. Kwa hiyo mambo mara ukaongea hili, inaonekana ni dabi ambayo haina ubora, haina heshima. Kwa hiyo Wakenya wanatupiga nondo kwa sababu kweli dabi yao wakipanga tarehe 10 saa moja. Si dabi yetu imekuwa na mambo mengi anaingia hapa katikati. Kwa hiyo inaweza kupoteza ubora pia. Makawila, baada ya kupisha kalenda ya FIFA hapa ligi kusimama, lakini ligi imeanza kurudi, na siku ya kesho tarehe 2 katika dimba la Al Hassan Mwinyi timu yako Young Africans itakuwa dimbani dhidi ya Tabora United. Tabora ambao katika mechi ya kwanza iliyopigwa katika dimba la Azam Complex, nyinyi mkiwa wenyeji mliweza kufungwa magoli 3-1, magoli 2 ya Ofen Chikola. Yanga yako unaona inaenda kulipa kisasi au ndo Tabora watapiga pale kwenye mshono? Kwanza nafikiri kwenye lugha za mpira mimi nafikiri zina matokeo kwenye kila mchezo. Mchezo huo ambao ulichezeka Azam Complex umeshakwisha. Na sidhani kama kesho yani utachezeka mchezo tena kama ule. Utakuwa ni mchezo mwingine, sehemu nyingine na ni siku nyingine. Kwa hiyo mimi natarajia kuona ushindani wa aina nyingine tofauti na ule ambao tuliuona pale Azam. Na watu wasiweke sana kichwani mechi ya Azam eti ndio itakuwa tafsiri ya kuelekea mchezo unaofuata. Mimi nafikiri itakuwa ni mawazo ambayo sio sahihi. Kesho ni mchezo mwingine na tunatarajia Yanga atakwenda vingine na Tabora pia atakwenda vingine. Tabora hawezi kutumia mbinu alizofunga Yanga Chamanzi yetu akazipeleka sana kesho kwenye uwanja wa Hassan Mwinyi, hapana. Watakuja na mbinu nyingine. Kwa hiyo na sisi tutajipanga kadri Tabora itakavyokuja, kwa sababu malengo ya Tabora na malengo yetu ni tofauti kwenye ligi kuu kwa sasa. Malengo ya Africans ni kupambania kutetea champion. Malengo ya Tabora ni kutengeneza biashara kwenye timu ili waendelee kuvuna fedha, kwa sababu unapata matokeo kwenye timu kubwa na itengenezea mazingira ya kuvuna fedha kwenye mechi nyingine. Kwa sababu nafikiri hata ukimsikiza Christina, kuna siku nilikwambia mimi nampongeza mwanamke kwa sababu anatumia platform hii ya kuifunga Yanga kama kutengeneza biashara ya Tabora nje ya uwanja. Hana mchezo mwingine anaozungumza. Hata alipocheza na Simba aliongelea mechi ya Yanga. Kwa hiyo kila mechi anayocheza sasa hivi akitaka fedha, maana yake lazima aitumie mfano wa mechi ya Yanga, kwa sababu ndio timu na ndio sana Yanga. Unazungumza Azam ni timu ya matangazo bwana, huwezi kuiweka kwenye makundi haya.
Kanazungumzia Yanga kwa sababu unamzungumzia mtu ambaye kashachukua ubingwa mara 3, umemfunga. Lazima utumie kama promotion ya mechi hiyo matokeo. Kwa hiyo matokeo Christina yuko sahihi kutumia matokeo ya kumfunga Yanga Chamanzi kama promotion na mechi zake zote kubwa anazocheza ili apate fedha. Lakini mimi siamini kama kwenye moyo wa Christina anaweza kuzungumza pointi za Yanga 3 nyepesi kwenye mazingira hayo. Labda mimi nikuulize swali wewe Salumu. Mara mwisho kuona Yanga anafunga michezo miwili kwenye ligi kuu kwenye timu yote ya Tanzania ni lini? Alafu mimi nitakwambia Yanga kamfunga nani mara 2 mfululizo. Wewe nitafutie hiyo. Kama una kompyuta yako hapa Google hapa uangalie Yanga mara 2 kufungwa Yanga mara 2 kwenye ligi kuu mfululizo, ni mechi ya kwanza na pili akafungwa na timu moja. Tutamaliza kipindi kwa kukaa kimya, huwezi kuwa nayo, huwezi kupata. Ni ngumu sana, utachukua miaka 10, 15 mpaka 20 huko. Ni ngumu kumfunga Yanga mechi mbili. Sio kwa Tabora United, kwa timu wote tunashiriki ligi kuu ya Tanzania. Lakini ukimzungumza Yanga anafanya hivyo mara nyingi sana. Na sisi huwa tunapiga mpaka hizo timu ambazo zinajiona wakubwa kama sisi, ili bado hazijafika level yetu kwenye ligi kuu. Huwa tunazipiga mara 2 kutuma salamu kwa wale wadogo wadogo kwamba sio nyinyi tu tunawafanya hivi. Wengine mnapiga wakati unasema wewe sijui Kagera anaonewa, tunakupiga wewe mara 2, tunakupiga michezo 4 mfululizo. Hapo tunakutikisa, tunakuza, unasemaje? Hili ni kwa Tabora tu, ni kwa Azam tu, ni kwa Singida tu au wewe mwenyewe. Kwa hiyo unarudi unakaa kimya. Ukishakaa kimya baadaye ukijisahau unafufuka tena unaanza kelele. Na sisi tunakuvutia maji tunakumagia mafuta mamposa kichwani kwanza. Tuangalie unaongea kwa na kiti mamu au tayari mashetani shakujia. Kwa hiyo Yanga kufanya matukio ya kumpiga mtu mechi 2 3 ni kawaida, lakini sio kwa Yanga kufanywa hivyo shewe. Yanga sio taasisi ya ovyo namna hiyo katika mambo haya ligi kuu, achana kabisa na hili jubana hili. Lakini Makawila, mkuu wa mkoa wa Tabora ameweka mezani ahadi ya kitita cha shilingi milioni 60. Mkuu wa Tabora ni Yanga. Mimi namjua, ni mshabiki wa Yanga mkubwa tu. Kwanza hata na mjini kuchagiza ni mechi iwe mzuri. Si mkuu wa mkoa yule. Yule mkuu wa mkoa ni rais wa mkoa. Hata ungekuwa wewe mkuu wa mkoa saa hizi, wewe timu yako mimi najua sitaki niitaje hapa. Si ungechagiza ndio ungekuja kucheza na Tabora United. Ungejifanya unaweka mzigo kuchagiza tu ili wana mkoa na rais asikuhamishe kwenye mkoa huu. Kwani mkuu wa mkoa wa Tabora alijua kama Yanga ni jidubana kubwa kwenye ligi kuu. Sasa hebu kuizuia Yanga kwenye mechi za ligi kuu kwa sasa hivi sio kazi ndogo. Unazungumza michezo mbaki hata 10 haifiki na Yanga anataka ubingwa Salumu. Alafu mfunge Yanga mara 2 itakuwa ni story. Mimi binafsi nitaleka kwenye kumbukumbu zangu. Kwa sababu inakaa mpaka miaka 20 Yanga hajafungwa hivyo na timu yote ya ligi kuu. Kwa hiyo mimi nafikiri Tabora ana mchezo mgumu sana. Ana mchezo mgumu sana kwa sababu matokeo ya Chamanzi yamefanya Yanga kuwa na maandalizi makubwa nje ya uwanja kuliko mchezo wa Chamanzi. Mchezo wa Chamanzi hakuwa na maandalizi makubwa. Kwanza Yanga ilikuwa na shida ya kiufundi. Kulikuwa kuna majeruhi wengi, kulikuwa kuna watu wana red card ambao ni tegemeo. Zaidi ya wachezaji 6 au 7 wa Yanga hawakutumika kwenye mchezo ule. Unaona hata line hapo ya Yanga iliyopangwa haikuwa line hapo ambayo tunategemea kwenye michezo ya kishindani huwa inapangwa. Kwa hiyo kulikuwa kuna mambo mengi ambayo Tabora alifanya apate matokeo. Sidhani kama mambo kesho yatakuwepo. Kwa hiyo Tabora wajipange, wajue kama mechi wanacheza kesho ni ngumu na tofauti na Chamanzi kwa sababu wanacheza na timu kubwa na si rahisi kukubali kufungwa michezo 2 mfululizo. Makawila, ukiangalia tarehe 2 hadi tarehe 10 ni tofauti ya siku karibia 8 tu hapa. Lakini katika siku hizo 8 Young Africans atakuwa na michezo 3. Ana mchezo na Tabora United, ana mchezo na Coast, lakini pia ana mchezo na Azam FC. Katika siku hizo 8 Young Africans anaonekana kama na mechi ngumu hivi. Ni mechi maarufu, sio ngumu. Sisi tushakucheza siku 6 mechi 3. Muda mchache unaonekana. Sisi tushakucheza michezo 3 kwa siku 6 hapa. Kama una kumbukumbu vizuri. Na tukakaanga zote. Hiyo wala sikutie shaka. Kwa tulichonacho ni kipana, wachezaji wote wako vizuri na wala hatuna excuse ya kufunga kwenye michezo yetu katoa sababu eti kwa sababu ilikuwa ni michezo karibu. Kwa ukomavu wa Yanga na ligi kuu sio sababu ya msingi ya kusema eti mechi zimepangwa hivi kwa hatuwezi kushinda. Nataka tushinde michezo na ndio sifa ya timu kubwa. Sifa ya timu kubwa maana yake ni kupata matokeo mazuri kwenye mazingira yote yale. Iwe jua iwe mvua. Hiyo mechi zimepangwa mbalimbali, zimepangwa karibu. Kwa hiyo sisi kama Yanga jukumu letu ni kujipanga kuhakikisha tunavuna alama 9 kwenye michezo 3 kwa sababu hiyo ndio nyota ya kijani ya ubingwa. Hatuwezi kutoa sababu nyepesi tukashindwa kupata ubingwa kwa sababu eti labda tukishindwa kupata matokeo ya point 3 itakuwa ni matokeo ya michezo, lakini sio sababu ya mechi kupangwa karibu. Kwa mimi sioni kama iko ni kitu kikubwa sana cha kukijadili. Mimi nafikiri sisi tushajipanga, tumekaa muda mrefu hatujacheza, tumerudi wachezaji wetu nao wengi ambao wanaweza kutoka kwenye ligi kuu, wakafanye kazi tuvunye alama 9 ili tuende kuchukua ubingwa. Makawila, Stefan Aziz Ki anaonekana kama kuwashtua watu kwenye mechi ya Jumamosi aliocheza Young Africans ya kombe la CRDB Confederation Cup dhidi ya Songea United. Stefan Aziz Ki ameonekana ameongezeka kidogo. Watu wengi wameonekana kushangazwa. Na nafikiri nilikwambia kuna siku tulizungumza asipofanya kazi ya ziada sio tu Burkina Faso. Si mikango akazalangu bwana kashaingia hapa. Shaingia kwenye mfumo na anaonekana sasa hivi mazoezi anategea na timu yenyewe unaona inavunja kambi mara nyingi. Kwa hiyo nafikiri asipokuwa makini sio tu Burkina Faso
Hata Yanga Afrika sinaweza kama ni msimu wake wa mwisho kama Baba Jeni. Kwa sababu sisi hatukai na mtu kwa sababu ana uzuri wa sura. Sina kaa na mtu kwa sababu ana performance nzuri ya uwanjani. Kwa hivyo anavyoendelea unaona sasa anaanza kuongezeka kilo na hiki kilimpoteza Luis Jose Miquissone. Mchezaji ambaye alikuwa na talent kubwa sana. Nafikiri hata Azizi mwenyewe ukizungumza kwenye talent bado hajafikia alichokifanya Miquissone kwenye nchi hii. Lakini alipotea kwenye mambo ya kuongezeka uzito hivyo hivyo. Kwa hiyo kifikia hatua mchezaji anaongezeka uzito maana yake ni mvivu wa mazoezi na mpira hauchezi kichwani. Mpira kucheza kichwani huo ni mpira ambao umempoteza Ibrahim Wajibu kwenye anga za soka za Afrika. Kwa hiyo mpira unachezwa uwanjani na ili ucheze uwanjani lazima ukaumie kwenye kiwanja cha mazoezi. Maumivu ya mazoezini ndio kipato cha uwanjani. Huwezi kufanya vizuri kama unakuwa ufanye mazoezi magumu na ya kufanya mwili wako ufit. Kwa hiyo Azizi amepunguza mazoezi kama mchezaji ambaye anataka kufanya awe fit. Fitness yake ni ndogo na ukiwa mnene automatic unaongezeka kilo na ukiongezeka kilo hautafanya kile ambacho unakifanya mwanzo. Kwa hiyo ana kazi kubwa kufanya kama anapenda mpira na mpira ni kazi yake. Sisi ni mashabiki. Leo ukishinda kwa perform atakuja mtu mwingine tunaweza tukangoa hata Mpanzu upande wa pili tukaleta huko. Sababu fedha ipo si anafanya vizuri. Hebu rudia kwanza, rudia tena. Tunaweza kumuondoa yetu tukangoa hata Mpanzu anafanya vizuri tukaleta huko. Muondoe Stefan Azizikinda na Young Africa. Tukaleta Volcano ukaja kufanya kazi. Sisi tunatumia fedha. Kwani mpira wewe mchezaji mzuri kwa timu nyingine ni dhambi kumchukua. Mbona Azam amekuja kumchukua Feiba? Sio umeona mzuri? Anakuvutia sana wewe. Sana ni mwinga mzuri ambaye tungepata upande Pakome, upande Mpanzu afu Ikangalombo anaanzia bench. Si unakula tende tunakaa bwana taifa. Kwa wewe kwa Mpanzu na Ikangalombo anaanzia nje? Bila shaka sasa unavanisha mbingu na ardhi bwana. Mpanzu unamfanyaje na Ikangalombo? Ikangalombo ni mchezaji mzuri lakini hajafika level za Mpanzu. Kwani pia tunacheza hadharani. Yuko timu mbovu tu. Mpanzu uko timu ambayo bado hajakaa vizuri tu, ni timu ambayo uwezo wake huwezi kufanisha na Yanga lakini ni mchezaji mzuri sana. Lakini Makawila, kuna mashabiki wa Young Africans wao uambii kitu kwa Ikangalombo, wanakuambia Mpanzu aingii hata chembe. Sasa mashabiki wa Yanga tunaona wanashangilia na kubali. Unataka mashabiki wa Yanga gani? Wewe unamuuliza goli Yanga bwana. Sasa goli Yanga shabiki wa Yanga yule ni chawa wa Yanga. Wewe unauliza mashabiki wa mpira, unauliza watu ambao wanasubiria kutuma kadi za futari apate posho. Hawezi kukwambia habari za mpira. Mpanzu ana balaa. Ni mchezaji mzuri. Simba amelamba dume. Yes, kwa usajili wa dirisha dogo na ugumu kupata wachezaji wazuri kwenye dirisha dogo, ni mchezaji mzuri amempata na mimi ni wasifu watani zangu amefanya usajili mzuri sana kwenye dirisha dogo hili. Kwa sababu kumpata winga wa aina Mpanzu kwenye dirisha dogo ambalo wachezaji wanatumika kwenye timu za kimataifa inakuwa ni kama bahati tu. Yaani hiyo la usisite kuzungumza. Hata sisi Yanga kuna msimu wa mwaka jana kuja mwaka jana kuna wachezaji tuliwapata mpaka unashangaa. Huyu unampataje dirisha dogo? Kwa hiyo yani mtalii anakuja anafanya kile ambacho amkutarajia, kwa sababu mimi naamini kabisa kwa sababu dirisha dogo anachokifanya Mpanzu ni nje ya matarajio. Sio kwanza amekuja hajacheza muda mrefu kakaa nje na huko akaja kakaa nje, lakini kaja kwenye mechi chache kaonyesha ana uwezo gani na sasa hivi unaona anaanza kwenye kocha cha Simba. Sasa hivi ina maana kwenye mawinga wa Simba bale Mpanzu anaweza kuchukua nafasi ya mchezaji wote wa Simba. Kibusi na wote anachukua nafasi zao akacheza yeye. Sasa unamkataje kama sio mchezaji mzuri na muda mchache kwenye ligi? Kwa ni mchezaji mzuri. Sasa ikionekana kama kuna wachezaji wetu ambao wanaanza kunenepa na wachezaji wazuri wapo, tunatumia fedha, sina hata tukanunua hata jeuli, sina Marabu jeuli yule. Mpaka Mohamed. Sisi na Marabu, unajua sifa Marabu ni jeuli. Kwa anaweza akashangaa akatangaza usajili wa bosa kusimamia Yanga akatangaza Mohamed Dewji jina lake linahitajika. Sio kasi Marabu yule. Aende akasimamia Young Africans. Ni Marabu ni sikibli tu. Kwani unapotuona mtu anapokuwa jeuri sana fanya chochote ba. Anaweza akaja mpaka sasa mimi nainunua meza na unanunua viti na watu wamekalia. Sio kama anaja navyo, ni kuamua tu. Kwa hiyo Aziki ajitume mazoezini na arudishe uwezo wake uliofanya aje Yanga. Kama ataendelea hivi mwakani itakuwa ni Baba Jeni bye bye, atatuacha. Tutakwenda kusajili wachezaji wengine Afrika, wako wachezaji wengi, lakini hata hapa nyumbani wapo wachezaji wengi. Tunaweza hata tukakaa chini na kijana wetu Fetoto tukazungumza vizuri na Mzee Baresa. Yes. Sio wale masheba anaanza kukutana na Masjid Mtolo pale, Mzee Baresa kukutana na Karibu Said Mohamed wakazungumza. Wala wasali kwenye masinagogi, wote wanasali kwenye misikiti wale. Kwa hiyo Stefan Azizi sasa hivi hata kwa Fei haingii. Sasa Faisal mashine. Faisal mashine kwa sasa hivi. Tanzania hakuna kiungo kama Faisal sasa hivi. Sio huyo aua, sio nani. Wapo kwenye timu kubwa wanaongelewa sana, lakini ukizungumza talent, Fetoto ni moja kati ya vipaji vikubwa ambavyo viko kwenye ligi ya Tanzania kwenye eneo la midfield. Hakuna kiungo wote sasa hivi namba 10 kufanisha na Fei kwenye nchi. Kwenye lolote unalojua wewe. Makawila umemtaja hapo Eli Mpanzu, na kesho majira saa 1 atakuwa